Hello, good afternoon. This is Jacob Frank with my friend Mike Mabea, incoming Kisii County Senator 2032. Ama 2037. This is our senator in the year 2037 or 2032. So leo tumekutana huku, we want to analyze Kisii County politics and Gusii politics. Wakati tunasema Gusii politics means Kisii County and Nyamira politics. More so what happened the other day, around 6 days or 7 days ago, during the by-election in Nyamira, where our party, UPA, ilishinda the 3 seats. In fact 2 seats. Kiti moja ikaenda kwa chama ya Omingo Magara, who is now supporting our president, our incoming president, our 60th president, Honorable Uncle Fred Matiang'i. So we want to talk about what happened, kenye kilifanyika na how we won, and the future politics of Kisii County and the Nyamira County. Because when we talk about Kisii County and the Nyamira County, hao ni watu wa moja, ni watu wenye tumezaliwa na mababu wa moja, and we believe in our great grandfathers. That's why we share what we call the politics, and that's why we have decided that ikifika 2027 we are going to support our brother, our uncle, our father, Uncle Fred Matiang'i. So Mabea, unaweza ongelea nini for what happened on the 3 by elections zenye zilifanyika in Nyamira, but Kisii hatukuwa nayo, Kisii County hatukuwa, we had only in Nyamira peke yake. Ni nini unaongelea about hizo by elections zenye zilifanyika? Thank you so much for the opportunity. I was there personally to throw weight to our candidate, United Opposition. Even though we had some hiccups from UDA sympathizers led by Osoro, trying to outsmart our presidential candidate, Fred Okengo Matiang'i. Yeah. But the people ate the money from Kasongo, and they made the right decision. Yeah. Because actually they just wanted to humiliate Matiang'i, that Matiang'i has no ground. Yeah. So we went there, full house. We did a rally at Ikonge, a road show. And then we went for the main function, whereby we went to Nyamai as well. And we made sure that the candidates from United Opposition won. Yeah. And I want to thank the people of Nyamai, the people of Nyansiongo and Ekerenyo for making the right decision. Yeah. You have shown the world that when Matiang'i says it's right, we go to right. When he says left, we go to left. And that is what we'll do in 2027. But because I want to put this information very clear, what I saw at Nyansiongo, personal, this is my personal view, I was not impressed. I was not impressed because we cannot have a candidate PDP and we have a candidate from UPS, and we are united. So in 2027 we must zone our seats. If it is UPA as Gusii, because essentially if Matiang'i becomes, when Matiang'i becomes president, because Kasongo is one term, he needs members of parliament on a serious note. So in Gusii we have 9 Kisii and 4 Nyamira, right? Yeah. We need those 13 members of parliament and 2 women reps. Those are 15 as the base and for Matiang'i. And the 2 senators. Yeah, and 2 senators, of course, and governors. Yeah. So and even some nominated MPs. Yeah, so that we have numbers in parliament. That matters so much, and that's why we must zone United Opposition in Gusii. Yeah. Personally, I come from Bomachoge, Borabu. Yeah. We need a united force. Mambo ya Kasongo will not entertain whatsoever. So nini tunasafanyia the 2 guys ambaye ni Osoro and Chavet Nyakundi? What are we supposed to do with the 2 individuals? Let them bring the money, and I urge the electorate to teach them a political lesson.
Because you cannot go against. I personally was impressed on what happened with Anthony Kibagendi. He was the leader of that movement and Engoko, the MP anaitwa Engoko, sijui kama ni Gesairo. And Gesairo, what they did during that rallies and the campaigns, day and the night, and later they delivered. And that is the spirit we are supposed to have as a Gusii community. We come together, we fight as Homo Gusii, tupigane pamoja so that we can deliver this thing. And now the Gusii thing, the Gusii people now is that we are going to join Jubilee Party. Yes. And that's our party. So we are going to tell the ODM people that ODM is no longer accepted in Kisii. ODM is a Luo party. Yeah. ODM belongs to the people of the Lakeside and some individual from Western. But our party now in Kisii is Jubilee Party. Kuna wenye wameuliza eti mbona tuingie Jubilee atungetengeneza party yetu. These individuals mabea wenye wanauliza swali kama hii wakiongozwa na huyu kijana. You know, mimi I will call him an Ovan because I'm always an Ovan. Huyu the Ovan Osoro. Anauliza mbona hatukutengeneza chama tukaenda kuingia kwa chama za watu wengine. This person mwenye anaongea hizo ujinga the Chafet Nyakundi wako UDA. UDA ni wa Kalenjin. Mbona wachatengeneza chama yao ndio tujue wako na chama yao tuende kujoin huko instead ya kutuambia sisi tutengeneze yetu ndio wakuche kujoin. Wangetengeneza yao juu sasa wako UDA. UDA belongs to the Kalenjin people. Sasa wanatuambia mbona hatukutengeneza yetu? Mbona hao wachatengeneza yao? Yeah, because they are cowards. Because they are cowards, they know they want Matiang'i to be put in a tribalistic party, so that he comes out as a Gusii, the narrative of Gusii being the minority community, so that it can sell. Ndio wakuja kusema that chama ya ni wa Kisii peke yake. Yeah, because you know they say experience is the best teacher for a fool, not a wise man. A wise man learns from the experience of a fool. When Nyachae ran, and I'm not calling Mr. Nyachae a fool. When he ran in 2002, he went with 4 people. And we supported him all 100%. And they got a lot of votes. Even the councillors. Hata kama wanasema that kura za Wakisii ni kidogo, but tulikaa kwa mzee wetu. Tulipiga suti. Hakukuwa na madoadoa that. Hatukuwa na madoadoa. Madoadoa in fact imekuja kuletwa na hii chama ya ODM. But he came with a party belonging to Homo Gusii. We didn't have a national outlook. If you look at Jubilee, Jubilee is the party national. It's a national party that Jubilee juzi imetoka kwa uongozi, juzi. Gave it's a national party. An opportunity to shine. So sisi tunataka to define the politics of Kenya zikae kama America ama huko Europe. Because in America we only know Democrats and the Republicans. Hizo kuna zingine lakini hizo zingine hazijulikani. But it's either you belong to Democrat ama Republican. Or Republican. Ukienda UK unapata kuna Labour Party na Conservative. So we must tuache hii mambo ya ukabila. And that's the way Raila said. Let us look at first jiangalie kama Mkenya kwanza kama mimi ni Mkisii kama mimi ni wewe ni Mjaruo ama wewe ni Mjaluo. Look at yourself as a Kenyan and as a human being. Very important. So mambo ya party, that is an issue for now. So according to us, we want to tell our Kisii people that we are supposed to join the Jubilee Party. Hiyo ndio nyumba yetu kwa sasa. Hiyo ndio nyumba yetu. Where Fred Matiang'i belongs. In fact, we should start joining you register as a Jubilee Party. Kama ulikuwa mtu ODM, chitoe huko. Chitoe. Kama ulikuwa UDA, chitoe, achia wa Kalenjin party yao. Kama ulikuwa mtu ODM, achia Wajaruo party yao. Let's join chama yetu ya Jubilee. Tuingie nyumbani. Penye Fred Matiang'i. Now that mzee hayuko, you know I've been supporting Baba for a long time. Now that unfortunately that Baba Mungu amemuita ameenda. Now we are supposed to look beyond Raila Odinga, beyond ODM. Ni chama gani yenye inaweza peleka Wakisii mbele? Tukiitwa kwa meza ya kukawanya rasilimali za wananchi wa Kenya. Wakisii tunakaa na chama gani? So that ikifanyika kama ni President Matiang'i ameshinda, tunajua ameshinda na hii chama, we have followers na tuko na wafuasi ambao ni MP wenye wanaenda kutetea our president. On the same point, we as Kisii, and I want to ask Kenyans who are watching,
any opportunity that Akisi has been given. Of course, I don't subscribe to Sakaja, but look at that young man called Musili. What he's doing. Look at what Matiang'i did. Look at what Maraga did. I think this is an opportunity to see that even an opportunity as a community, we can also give our contribution. Even Millicent Omanga, Millicent Omanga, in fact, I came to start kupenda huyu mama, huyu msichana dada yetu Millicent Omanga. Yes. You know, kitu ya kwanza yenye nafanya nipende Millicent Omanga, amebeba chakula. Yani amebeba, mtu amebeba. Alafu kitu ingine amekuja kurealize that hata akikaa UDA, hata why kuwa elected in Nairobi. Yes. And sasa wanataka kuambia Millicent Omanga, wewe na Nio Ruoba. Penye muko mshikane mkono kama Oruoba anaenda mpia Bobasi constituency. Tujue ya kwamba hapa Nairobi Millicent Omanga anaenda kuwa elected women rep wa Nairobi. Hiyo tu peke yake. Mimi I've been fighting Millicent Omanga. But this message nataka ifikie Millicent Omanga ya kwamba nimeamua kukuambia ya kwamba I will be supporting you, na kama ni kukupigia kura ibidi nitoe kura yangu Kisii, nitaitoa nikuletee Nairobi so that uone that nimeacha kukutusi. So for now, let's support our candidates, let's support our Fred Matiang'i and anybody mwenye ako under Fred Matiang'i, mwenye ako nyuma ya Fred Matiang'i. In Kisii, we are not going to support mtu yoyote. Tuangalie sewage, eti wewe ni governor, eti wewe ni deputy party leader ya ODM, now you want. Kama you are not supporting Fred Matiang'i, Simba Arati, Mr. Simba Arati, wewe unaenda nyumbani. Mtu anajaribu ati analeta candidate. Wewe ni one term at ODM. Wewe hiyo maneno hiyo. Not unless and otherwise umerudi kwa Fred Matiang'i, umetuambia ya kwamba hata usiporudi my friend, hata asiporudi I'm telling you, my friend God. That guy hata ukiona pesa ya barabara anaweka Bobasi pesa yote. Alafu Wanjala na in fact mimi Jacob Frank, I come from that is unfortunate. Mimi na Simba Arati tunatoka press moja. Wewe tumeenda na wewe nyumbani. Umeona kitu yote yenye Simba Arati ametekeza nyumbani? Wapi? Asa hizi anatuambia tu eti anaenda kukamua ng'ombe. Aenda akamue makende za ng'ombe, aache kutudanganya hapa.